Waraka kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Neno linasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Nasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Mtoto wa Mungu anza kusema hivi, ujuzi wako binafsi wawe ni nani katika Kristo, hakika utachochea kujiamini na ujasiri katika roho yako. Kila unapoenda unajibeba ukiwa na uhakika na heshima. Ujuzi wako binafsi wawe ni nani katika Kristo, ndio utafanya hivi vitu. Utakupa ujasiri na uthubutu, utakupa heshima. Kwa hiyo lazima ujifahamu na ujijue wewe ni nani ndani ya Kristo. Mtoto wa Mungu anasema hivi, hata katika kukabiliana na changamoto unakuwa jasiri na bila kutishika kamwe. Fikiria juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aliposimama mbele ya Pontio Pilato, hakuogopa, bali alitoa ushuhuda mzuri na ulio wa kijasiri. Bwana alipokuwa pale mbele ya Pilato, hakuwa mwoga mtumishi, hakuwa na hofu. Alikuwa ametulia katika ubora, katika utukufu, kwa unyenyekevu, lakini kwa ujasiri. Ndio Mungu anasema hivi, Bwana Yesu alikuwa mwenye kuleta utiisho kila wakati. Alikuwa ni mfano halisi wa unyenyekevu, lakini hakutishwa kamwe na chochote au mtu yoyote. Vivyo hivyo, usiruhusu uoga au hofu vikuzuie. Kuwa na heshima na unyenyekevu, lakini usiogope kamwe. Zungumza unapohitaji kuzungumza, na acha sauti yako isikike. Umesikia hii combination, umesikia hii mixer iliyo nzuri, kwamba una heshima, una unyenyekevu, lakini hauna uoga. Yaani unamjibu mtu kwa heshima, lakini sio kwa uoga. Unamjibu kwa unyenyekevu, lakini sio kwa uoga. Kumbuka andiko la ufunguzi ni waraka kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Linasema sehemu ya hiyo andiko linasema hivi, yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Ukiwa na mtazamo huu, ukiwa na fikra hii, ukiwa na uelewa huu, kwa nini uogope? Kwa nini uwe na hofu? Una heshima, una unyenyekevu, lakini sio hofu. Mtoto Mungu anasema, nilipokuwa shuleni nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa mwanafunzi mwenye akili sana, lakini sikuonyesha ujasiri mwingi. Hata wakati nilipokuwa najua majibu ya maswali ambayo walimu waliuliza darasani, nilisita kuinua mkono wangu. Wengine waliokuwa na ujasiri, hata kama hawakuwa na majibu sahihi, walipata usikivu na heshima ya mwalimu. Lakini yote haya yalibadilika pale nilipompokea Roho Mtakatifu, nikawa jasiri asiye na uoga. Tulikuwa tunaongea dakika chache zilizopita kuhusiana na kunena kwa lugha, sio? Yes. Na ujazo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya muumini. Ndio hicho unasikia. Ndio Mungu anasema alipokuwa shuleni, kabla hajaza Roho Mtakatifu, ingawa alikuwa anajua jambo, alikuwa hathubutu kuongea. Mambo yalibadilika kabisa pale alipopokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndio Mungu anasema hivi, kuwa na uhodari na mwenye uthubutu ni jambo la muhimu sana maishani. Kuwa hodari na kuwa na uthubutu ni jambo la muhimu sana katika maisha. Kumbuka maonyo ambayo Mungu alimpa Yoshua wakati Yoshua alipokuwa anaingia katika huduma. Nenda kasome sura ya kwanza ya kitabu cha Yoshua. Mstari wa 7 inasema, uwe hodari tu na ushuhuda mwingi, na ushujaa mwingi. Bwana anamwambia Yoshua kuwa hodari, kuwa shujaa. Nenda kasome, alirudia mara 3, yani ndani ya mstari 10 tu ya kwanza. Karudia ile neno hodari na shujaa mara 3. Kwa nini? Kwa sababu kuna mziki jamaa alikuwa anakutana nao katika ile nchi ya ahadi wanaoingia mtumishi. Ilihitaji huyu mtu wa Mungu awe hodari, awe jasiri. Alitakuwa awe na uthubutu. Ni kweli ni nchi inabujika maziwa na asali mtumishi. Lakini utabidi umfunge yule mwenye nguvu katika ile nchi. Utabidi umsete chini mtumishi, uchukue maziwa na asali. Inahitaji uthubutu, ujasiri.
unakwenda kwenye ahadi ya Bwana ambayo amekupa, lakini kuna mpinzani, kuna jamaa ameasi iko pale. Kuna jamaa ambaye hata kupa kwenye silver platter, yani hata kupa kwenye sahani ya fedha, au sahani ya dhahabu. No. Inahitaji uingie katika ile nyumba yake yenye nguvu, umfunge, umeke chini, afu uchukue mateka. La karaba la basira. Utahitaji ujasiri, uhodari, uthubutu. Mungu anasema wengi wana maarifa na uwezo wa kutoa mchango wao ipasavyo katika mazingira yao, lakini mara nyingi hawana ujasiri wa kutosha kuchukua hatua. Wale wanaopaza sauti na kuzungumza, iwe kwa usahihi au bila usahihi, ndio wanaotambuliwa, kuheshimiwa na kurekebishwa pale inapobidi. Malaraba sigiri bokura. Hebu sikia hili mtumishi. Inawezekana uko katika mtaa, katika mji, katika eneo, una maarifa eneo la Mungu, lakini huyasemi, huyazungumzi. Nasema Mungu akitaka itakuwa. Sikiliza, huo ni uongo mkubwa sana, na umewafanya watu wengi washinde kutimiza kusudi lao ndani ya Bwana. Kwa Mungu akitaka itakuwa. Tumishi, maandiko yanasema Bwana anataka watu wote yoyote asipotee, bali wote waifikie toba. Je, watu wote wameokoka? Watu wote wamefikia toba? Je, Mungu anataka watake? Anataka. Ni kwamba kwa sababu yeye anataka haimaanishi itakuwa. Kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na yeye. Huduma ya injili hajapewa malaika wala mwingine yeyote isipokuwa mwanadamu. Kwa hiyo wewe na mimi tusipofungua vinywa vyetu kupeleka injili katika ulimwengu wetu, hakuna atakayesikia, hakuna atakayeokolewa. Na lile kusudi na ile hamasa ya Mungu haitatimia. Kwa nini? Kwa sababu imeshatimia mbinguni. Ile sisi tuko upande huu mwingine wa mbingu ambapo tunatakiwa kuweka mazingira sahihi ya mapenzi yake yatimie katika ulimwengu wetu ambayo mbinguni tayari ameshatimia. Kwa hiyo usipotoka nje kwa uthubutu na ujasiri kuzungumza kile ambacho Bwana amesema, hakitasikiwa. Lakini yule mwingine ambaye hana sahihi, ana cha upotofu na uharibifu, kwa sababu ana ujasiri, ana uthubutu, ataongea. Nenda kaangalia katika maandiko. Tafute story ya Barnabas na Apollos na Aquila. Barnabas kiwalisi ule Apollo, yule unamsikia Apollo, alikuwa na hamasa. Kama umeshasoma Biblia utaona kuna Apollo alifanya kazi na Paulo. Apollo alikuwa na hamasa na shauku ya kuhubiri, lakini alikuwa hajui njia ya Bwana ipasavyo. Alitoka akaanza kuhubiri huku na huku, anapambana, ila haijui ipasavyo. Priscilla na Aquila walivyomsikia, walivyomuona na hamasa, lakini haijui ile njia ya Bwana ipasavyo, wakamchukua baada ya pale, wakakaa naye nyumbani, wakamfundisha njia ya Bwana inavyopasa. Allah rako soto loka raya. Na jamaa akarudi tena kwenye field, uwanjani, kwenda kufanya kazi ya Bwana. Umeokoka leo unasema mtumishi, mimi sijui sana, najua tu kidogo, sasa nitafanyaje? Nenda katika hicho kidogo unachokijua mtumishi. Anzia pale ulichonacho. Hebu chukua uthubutu. Sisemi usijifunze neno la Mungu, hapana. Sisemi usiinvest, usiwekeze ipasavyo katika kufahamu kweli neno la Mungu kama inavyopasa. Lakini wakati una invest huku, unatoka nje unaenda kuhubiri, inaitwa on job training. Yaani upo katika kazi ya Bwana ya kuhubiri, but unaendelea kujifunza huko ndani. Usisubiri kwamba ngoja nimalize, ni graduate, ni hitimu ndo nitoke niende. Mtumishi, nafsi zinazopotea zikusubiri. Zinapotea kila siku. Kwa hiyo utapochukua hatua wewe kuhubiri katika ulimwengu wako, ndio ile kweli ya Mungu inasambaa kwa kasi. Na kwa taarifa yako, unaanza kwenye unachokijua, unakwenda usichokijua. Yaani unaanza na kile ulichonacho kwanza. Alafu Bwana ndo anakufunulia mengi zaidi unavyoendelea kwenye ile kazi. Usipoanza, hamna ufunuo mwingine mtumishi utaupokea isipokuwa ule ulionao. Kwa sababu yeye ambaye ni mwaminifu kwenye madogo, hakika ni mwaminifu kwenye makubwa. Hitimisho kwa kumalizia kipande hiki. Mtume wa Mungu anasema hivi, hata unapowasalimia watu, fanya sauti yako isikike, iwe ya kujiamini. Usijingate-ngate au kunyongonyea kwa kutokuwa na uhakika. Ongea kwa ujasiri, toa salamu kwa ujasiri na ishi kiujasiri. Mungu amekupa roho ya nguvu na sio ya uoga. Songa mbele ndani ya uwezo huo na fanya sauti yako iwe isikike. Lakini hili liambatane na unyenyekevu. Ujasiri sio kiburi. Ujasiri wa kweli unatokana na kujiamini, ukichangamana na roho iliyofundishika au iliyopondeka. Kwa hiyo sikwambii uende kule ukapambane mtumishi na mtumishi wako na mchungaji na kiongozi wako
kwamba sasa na ujasiri wa kuhubiri wewe huwezi kuniambia chochote. Ujasiri sio kiburi, ujasiri sio kufanya kitu nje ya utaratibu. Sawa? Ujasiri una unyenyekevu, ndio maana anasema ni mnyenyekevu, una heshima lakini jasiri. Fanya maombi hapa pamoja na mimi asubuhi ya leo. Sema, Baba mpendwa, ninatembea na uhakika wa mimi ni nani katika Kristo. Nikinena na kuifanya sauti yangu kuwa ya maana katika ufalme wako na utukufu wako katika siku hizi za mwisho. Ninabakia kuwa mnyenyekevu ninapotangaza ukweli wako kwa ujasiri, nikijua kwamba wewe uko pamoja nami siku zote, katika jina la Yesu. Amina. Elewa kwamba Bwana yuko na wewe siku zote. Hauko peke yako mtumishi. Fanya masomo ya ziada kusoma mistari ifuatayo. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Mithali 28 mstari wa kwanza. Mithali 28 mstari wa kwanza, na Waefeso sura ya 3 mstari wa 12. Waefeso sura ya 3 mstari wa 12. Maandiko moja nataka tulisome hapa kwa haraka wakati tunahitimisha. Hii Mithali sura ya 28 mstari wa kwanza. Neno linasema, waovu hukimbia wasipofuatiwa nyuma. Wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Wale waovu wanakimbia ingawa hamna mtu anawafukuza. Bali wenye haki ni majasiri kama simba. Chukua ujasiri huu katika mtaa wako, katika eneo lako. Simama kwa ajili ya injili ya Bwana, wala usione haya. Na nitakwenda kuhitimisha kwa sala ya wokovu kwa wale wote ambao hawajazaliwa mara pili. Sema sala hii pamoja na mimi. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo nasema asante kwa ajili ya wale wote ambao asubuhi ya leo wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Na wabariki kwa neno lako Bwana. Na wabariki kwa roho wako Bwana. Wamehifadhiwa, wametunzwa katika imani, na shetani hana madai yoyote juu ya maisha yao. Asante pia kwa wale wote waliotusikiliza kuanzia tulipoanza kipindi hiki mpaka tunapohitimisha sasa hivi Bwana. Utukufu, ubora na ushindi uko juu yao Bwana. Ujasiri wa kusimama katika stahiki zao, katika nafasi zao ndani ya Kristo, na kutimiza kile ambacho umeita kutimiza. Wanao kwa ushupavu, kwa ukuu, katika namna tofauti kabisa kuanzia leo hii. Na wabariki kwa neno lako, na wabariki kwa roho wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: 0736 000 999. 0736 000 999. Mungu akubariki sana na asante sana kwa kusikiliza asubuhi ya leo. Amina. Asante sana Pastor. Tumepokea. Amina. Amina. Namna hiyo. Msikilizaji, hapana shaka umemsikiliza vyema Pastor Emedius Deogratias kwa ujumbe mzuri.